Balaa kwa Rais Samia Suluhu baada ya kulaumiwa na Mwabukusi kwa kufunga makanisa. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Tarehe 29 Juni mwaka 2025, taarifa nzito iliyotolewa na wakili Albert Msando Mwabukusi, ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika ama ukipenda TLS, imeibua mshtuko wa mjadala mpana kuhusu hali ya haki za binadamu na uhuru wa kuabudu nchini Tanzania. Kupitia kauli yake iliyosambazwa mitandaoni, Mwabukusi ameonyesha wasiwasi mkubwa juu ya mwelekeo wa serikali katika kudhibiti sauti za kidini zinazokosoa au kuhoji mienendo ya mamlaka. Kauli ya Mwabukusi inakuja siku chache tu baada ya serikali kuchukua hatua ya kulifunga kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Hatua hiyo imeelezewa na baadhi ya wachambuzi wa masuala ya haki za kiraia kama ishara ya kuongezeka kwa matumizi ya nguvu za kiserikali dhidi ya taasisi zinazopaza sauti kuhusu masuala nyeti kama vile utekaji wa watu, upoteaji wa raia pamoja na ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Kwa mujibu wa Mwabukusi, hatua ya kulifunga kanisa hilo haielekezwi kwenye kulinda amani kama inavyodaiwa na serikali, bali inalenga kuwanyamazisha viongozi wa dini wanaokosoa au kuitaka serikali kuwajibika. Amesisitiza kwa matumizi ya sheria kwa njia ya kimabavu dhidi ya taasisi za kidini ni dalili ya kutaka kukandamiza maoni mbadala na kufifisha majukwaa huru ya kuibua hoja muhimu. Na katika muktadha wa kisheria, Mwabukusi amesema kuwa kitendo hicho kinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, hasa ibara ya 19 inayotoa haki ya kuabudu bila kificho, pamoja na ibara ya 13 kifungu cha 6A ambayo inasema mtu kusikilizwa kabla ya kuchukuliwa hatua yoyote ya kisheria. Mbali na katiba ya ndani, ameeleza kuwa hatua hiyo pia ni kinyume cha mkataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia, ikiwemo tamko la kimataifa la haki za binadamu na mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ama ukipenda ICCPR. Katika sauti yenye msimamo dhabiti, Mwabukusi ametaka Wakristo wa Tanzania wote kwa ujumla kusimama kidete kutetea haki za kuabudu, akitahadharisha kuwa hofu na ukimya kulazimishwa vinaweza kufifisha misingi ya kidemokrasia na vilevile haki za msingi. Vilevile ametoa rai kwa jamii ya waumini kutokubali kushinikizwa kimya au kutumia kivuli cha kulinda amani, akieleza kuwa haki ya kuabudu ni ya kikatiba na haiwezi kuwekewa masharti ya kisiasa. Kauli ya Mwabukusi inaendelea kuvuma mitandaoni ikiwa imeungwa mkono na makundi mbalimbali ya kijamii, huku baadhi ya wachambuzi wakionya kuwa ukimya dhidi ya matukio kama haya unaweza kutengeneza mazingira hatarishi kwa uhuru wa dini na utawala wa sheria nchini. Akiwa kama kiongozi wa wanasheria, msimamo wake umeongeza uzito katika mijadala ya umma kuhusu mipaka ya serikali katika kuingilia masuala ya imani na taasisi za kidini. Kwa sasa hatua ya serikali kufungia kanisa hilo imezua hofu miongoni mwa viongozi wa kidini, huku wengine wakiogopa kupaza sauti kwa kuhofia kushughulikiwa kwa namna ile ile. Hili linaashiria mwelekeo wa hatari kwa uhuru wa maoni, hasa pale maoni hayo yanapokuwa tofauti na sera za walioko madarakani. Kwa upande wa Mwabukusi, amesisitiza kuwa yuko tayari kulipa gharama yoyote ila kwa ajili ya kutetea misingi ya haki za binadamu, uhuru wa kuabudu na utawala wa sheria. Sauti yake imegeuka kuwa alama ya upinzani wa wazi dhidi ya vitendo vyovyote vya serikali vinavyokiuka katiba na misingi ya haki ya msingi katika jamii ya kidemokrasia.